Nizungumzie hali ya kisiasa na demokrasia hapa nchini. Hali ya siasa na utekelezaji wa demokrasia hapa nchini imeendelea kuimarika, na hii ni kutokana na maboresho ya mifumo na jitihada mbalimbali za makusudi zinazofanywa na serikali yetu. Moja ya jitihada hizo ni marekebisho ya sheria mbalimbali kwa lengo la kuimarisha utawala wa demokrasia hapa nchini. Aidha, bunge lako tukufu lilitunga sheria ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi namba 1 ya mwaka 2024, vile vile sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani namba 2 ya mwaka 2024, na kufanya marekebisho ya vyama vya siasa sura ya 258. Serikali kwa upande wake tayari imeshakamilisha utungaji wa kanuni za sheria ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Mheshimiwa Naibu Spika, kadhalika Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi imeendelea kufanya maandalizi ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kwa kuratibu na kusimamia uboreshaji wa daftari la kudumu la mpiga kura. Hadi Machi 2025, uboreshaji wa awamu ya kwanza umekamilika katika mikoa yote Tanzania bara na Zanzibar, na maandalizi ya awamu ya pili ya uboreshaji wa daftari la kudumu la mpiga kura yanaendelea. Nitumie nafasi hii kutoa rai kwa wananchi wote wenye sifa kujitokeza kuhakikisha kwamba taarifa zao kwenye daftari kabla ya kuhitimishwa na awamu ya pili ya uboreshaji inaendelea. Katika hatua nyingine, hadi kufikia Machi 2025, serikali imetoa ruzuku ya shilingi bilioni 13.17 kwa vyama vyote vya siasa vyenye sifa ya kupata ruzuku. Hatua hiyo imeendelea kusaidia kuimarisha na kuendeleza uendeshaji wa shughuli za vyama vya siasa. Sambamba na hilo, ofisi ya msajili wa vyama vya siasa kupitia baraza la vyama vya siasa imetoa mafunzo kwa viongozi na watendaji wa vyama vya siasa ili kukuza uelewa na uendeshaji wa vyama vya siasa, huku tukielekea kwenye uchaguzi ambao utafanyika mwaka huu wa 2025.